Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Jumamosi iliyopita ya tarehe 21 mwezi huu wa 3, tulishuhudia bilionea mkubwa kutokea huko nchini Ghana, ambaye anajulikana kwa jina la Richard ni Kuaye. Basi alimwalika msanii Diamond Platinum kutumbuiza katika siku yake ya kuzaliwa, yani siku ya birthday yake. Na sio msanii peke yake Diamond alialikwa, bali alianika mastaa wengi mbalimbali kutoka nchi tofauti tofauti. Tulishuhudia pia Davido kutokea Nigeria alialikwa pia kutumbuiza katika siku yake hiyo ya kuzaliwa. Sasa bilionea huyu mkubwa ambaye anajulikana kwa jina la Richard ni Kuaye, basi kazi yake kubwa, yeye anashughulika na makampuni ya mikopo ya Oya. Unaweza kuona ni kwa namna gani kazi hizi za mikopo basi zinaela kwa namna fulani hivi. Mtu ukiwekeza zaidi basi unaweza kupata pesa kwa kiasi kikubwa sana. Unaweza kuona tajiri huyu, bilionea huyu mkubwa, amefanikiwa kwa kiasi kikubwa kualika mastaa wakubwa sana kushiriki katika siku yake ya kuzaliwa na kutumbuiza. Mastaa kama Davido, Diamond pamoja na Stone Boy, basi ni mastaa wakubwa sana unaweza kuona hapa Afrika ambao wamehudhuria katika siku hiyo ya kuzaliwa. Watu wengi kwa wanajiuliza msanii Diamond Platinum amelipwa kiasi gani na Davido amelipwa kiasi gani, kwa sababu kumekuwa na tetesi zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikisema kuwa msanii Diamond amelipwa zaidi ya Davido. Na siku ya leo basi kuna listi ambayo imetoka ikionyesha pesa zote ambazo tajiri huyu bwana Richard aliwalipa hawa wasanii mbalimbali ambao wamehudhuria katika siku yake ya kuzaliwa. Lakini pia tulishuhudia ndege ambayo msanii Diamond alitumia kwenda Ghana yenye chapa ya RNAQ. Basi unaweza kuona ni ndege ya mheshimiwa huyu bilionea Richard ni Kuaye, ambaye ndege hiyo basi ilikuja kumfuata msanii Diamond Platinum. Unaweza kuona ni kwa namna gani Diamond Platinum kwa sasa hivi ameonyesha ukubwa wake bwana, kuja kumchukua msanii Diamond na ndege binafsi. Basi ni kwa namna fulani kuna heshima kubwa sana ambayo huyu bilionea amempatia, na hakuna msanii mwingine yeyote ambaye alipata hofa hii ambayo Diamond aliipata, licha ya kwamba wasanii wengine walialikwa kama Davido, lakini hawakupata hofa hii ambayo Diamond aliipata. Unaweza kuona Diamond alikuwa na umuhimu sana katika sherehe hiyo ya huyu tajiri bilionea Richard Kuaye. Lakini pia tajiri huyu watu wengi sana wakawa wanatamani kujua ni hiyo tu kampuni ya mkopo ya Oya ndiyo ambayo imemsababisha akawa na pesa nyingi hivi, au kuna kazi nyingine ambayo anaifanya. Lakini pia kuna kazi nyingine. Tajiri huyo alianza kazi yake ya ufanyabiashara mwaka 2019. Alianzisha makampuni ambayo aliyaita Quick Angels Limited, ambayo inatangaza uzalishaji wa bidhaa mbalimbali huko nchini Ghana. Kampuni hiyo imehifadhi biashara kama vile Chicken Man, biashara kama Dog Man Food, biashara kama Herbals and Spice, watengenezaji wa Sankofa Natural Spice. Tunaweza kuona ni kwa namna gani huyu tajiri basi ana biashara zingine tofauti na hayo makampuni ya mikopo ambayo ameyafungua huko nchini Ghana. Basi kwa namna fulani hivi tunaweza kusema huyu ni tajiri mwenye umri mdogo sana hapa Afrika. Ukiangalia alitimiza miaka 40 tu katika hiyo siku yake ya kuzaliwa, lakini amekuwa ni tajiri ambaye ametrend sana kwenye mitandao ya kijamii baada tu ya kumwalika msanii Diamond Platinum katika siku yake ya kuzaliwa. Unaweza kutembelea katika akaunti yake ya Instagram na unaweza kuona haina followers wengi kivile, lakini ni tajiri mkubwa sana. Na baada ya msanii Diamond Platinum kuhudhuria katika siku yake ya kuzaliwa, basi amepata followers wengi zaidi. Na mwaka 2019 Oktoba, basi Richard alipata tuzo ya mwekezaji bora kijana chini ya umri wa miaka 40. Unaweza kuona ni kwa namna gani tajiri huyu mapambano yake au kazi zake zinamletea manufaa kwa kiasi kikubwa sana. Sasa watu wengi wakawa wanatamani kujua msanii Diamond amelipwa kiasi gani. Unaambiwa listi imetoka na Davido amelipwa dola $500,000 za
dola 500,000, lakini msanii Diamond amelipwa dola 600,000 na wasanii wengine kama Stone Boy basi wamelipwa dola 200,000. Sasa unaweza kuona msanii Diamond Platinum kwa kiasi kikubwa sana ameweza kuiwakilisha Tanzania. Dola 600,000 kwa pesa za Kitanzania basi ni bilioni 1 na milioni 620,000, na msanii Diamond Platinum ndio pesa ambayo alilipwa na huyu tajiri mkubwa Richard Nikwoye. Sasa unaweza kuona ni kwa namna gani kwa awamu hii tumewapindua wa Nigeria. Mara nyingi sana tumekuwa tukisema wa Tanzania kwa muziki yetu basi haiwezi kufikia muziki ya Kinigeria kwa sababu muziki yetu tunaimba utumbo, lakini Diamond Platinum ametuthibitishia kuwa wa Tanzania bwana, na sisi muziki yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Namna ambavyo Diamond amelipwa na namna ambavyo amefanyiwa na huyu tajiri, basi hakuna msanii mwingine yeyote ambaye amelipwa kiasi kikubwa kama ambacho msanii Diamond amelipwa. Dola 600,000 sio hela ya kitoto. Kwa bilioni 1 milioni 620 za Kitanzania basi ni pesa nyingi sana ambazo Diamond amezipiga kwa dakika 45 tu ambayo Diamond aliperform katika siku ya kuzaliwa ya huyu tajiri. Basi unaweza kuona ni kiasi gani cha pesa ambacho Diamond Platinum ameingiza kiasi kikubwa sana cha pesa. Kwa hapa Tanzania hakuna msanii ambaye aliwahi kufanya show akalipwa pesa nyingi hivyo kwa kutumbuiza kwa dakika 45 tu. Ukiangalia hata lisali moja halijapita, lakini Diamond Platinum tayari amekwisha ingiza B1. Bwana, unaweza kuona ukubwa wa Diamond basi umeendelea kuwa ukubwa zaidi, lakini pia ndiye msanii pekee ambaye amekodishiwa ndege ya binafsi mpaka kufika katika eneo la tukio. Unaweza kuona Diamond Platinum kwa namna gani ameendelea kupambana. Mafanikio yake basi yanamlipa kwa sasa hivi, na tunaweza kusema mpaka leo hii basi Diamond ni msanii wa pekee ambaye hapandi tena ndege za public. Yeye bwana akitaka kupanda ndege anachukua private jets na anaikodi kabisa siku nzima impeleke popote ambapo anataka. Ni pesa za namna gani ambazo Diamond Platinum anazo bwana, sisi hatuelewi utajiri wake mpaka leo hii. Hatujafahamu ni utajiri wa kiasi gani ambao Diamond Platinum anaumiliki mpaka kupelekea kuishi maisha ya kifahari kama haya ambayo anayaishi. Lakini pia wasanii wengi wa Tanzania wameonekana kumpongeza msanii Diamond Platinum kwa hatua kubwa hiyo ambayo ameifika. Tulishuhudia Juksi alimposti kwenye ukurasa wa Instagram na kudai kuwa hakuna msanii ambaye atatokea na kukupita wewe kwa haya mafanikio yako bwana, ni mafanikio makubwa sana. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe chini ya video hii ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani ambazo zinakiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Niseme tu bye bye mpaka wakati mwingine, chao.